Wakizungumza mbele ya kamati ya siasa wilayani Ludewa ilipofika kukagua miradi ya maendeleo, wananchi wanasema umemaliza tatizo la kuliwa na mamba na kisha kutaja changamoto ya baadhi ya vitongoji kutofikiwa na huduma ya maji pamoja na adha ya sola kukosa nguvu na kusababisha mgao mkali. Utekelezaji wa mradi huu ulikuwa ni kuwapatia huduma ya maji wakazi wapatao 535 wa kijiji cha Kiogo ambao hapo mwanzo hawakuwa na huduma ya maji ya bomba, hivyo kulazimika kwenda kuchota maji katika maeneo ya mto Ruruhu ambapo walikuwa wakikutana na kadhia ya kukamatwa na mamba. Utekelezaji wa mradi hadi sasa umekamilika kwa 98%. Kuambiwa kwamba zinafika mpaka uniti 200, uniti 100 haijalipiwa, hii haijakaa sawa. Tamko rasmi la serikali kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 watu waanze kulipia maji. Kitongoji kina vituo vitatu. Katika vituo vitatu, vituo viwili ndivyo vinavyotoa maji. Kituo kimoja ndicho ambacho hakitoi maji kabisa. Yaani tangu mradi uanze kimetoa maji siku moja. Lakini kwenye mradi wenyewe haya mabomba kwa kiasi fulani, yani sehemu nyingi. Kitongoji kina vituo vitatu. Katika vituo vitatu, vituo viwili ndivyo vinavyotoa maji. Kituo kimoja ndicho ambacho hakitoi maji kabisa. Yaani tangu mradi uanze kimetoa maji siku moja. Lakini kwenye mradi wenyewe haya mabomba kwa kiasi fulani, yani sehemu nyingi. Kwa hiyo nafikiri kupitia miradi ile mlionayo, njoo tu discuss, tujue tunaua wapi ili tuhakikishe kwamba umeme unaletwa hapa. Kati wananchi wakionyesha hisia zao kwa ujio wa mradi huo na changamoto zake, lakini meneja wa RUWASA wilaya Ludewa mhandisi Yeremia Maduhu anataja sababu ya kutekeleza mradi huo ambao umefikia 98% mpaka hivi sasa katika ujenzi wake. Tunashukuru kwa kufika mradi huu hapa. Tulikuwa tunapata shida na maji. Maji ilikuwa shida, changamoto. Tulikuwa tunaenda mtoni huko, mamba wengi sana walikuwa wametumaliza. Watoto kama 3 wamefariki, wameshikwa na mamba. Palikuwa na matukio ya vifo ya mara kwa mara. Mara tu baada ya kupokea huu mradi umetusaidia mambo mengi. Sola changamoto yake ninapoona mimi kwamba uwezo wa sola ni mdogo, kwa sababu hata kama jua linawaka wakifungua asubuhi mpaka siku ya pili ndio tupate maji kwa kipindi cha kiangazi. Mradi mwingine uliokaguliwa na kamati ya siasa ni mradi wa maji Ruvuyo ambao licha kufikia 99% na kugharimu bilioni 1.1 na kugharimu bilioni 1.1, lakini vituo vingi havitoi maji. Hali hiyo inamchukiza mkuu wa wilaya na viongozi wa chama na kuamua kutoa siku 30 kukamilika kwa mradi huo. Nilipokuwa nakupigia simu nikikuuliza Ruvuyo unaniambia maji yanafaje? Yes. Ndio maana nimekuwa na confidence leo ya kuja kuhakiki kwamba maji yanafaje, yanatoka. Ndio maana mimi stories za tenki wala haziko kichwani kwangu. Lakini hizi nyingine zikamilishwe kama Mheshimiwa DC alivyosema. Tumeanza vizuri, lakini hapa anashindwa kusema tu, maana huyu mwanasiasa, sisi wengine ni watendaji. Bwana hapa umetuuzi. Kutoka hapa Ludewa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.